na bidii yote. With courage. Na alafu anakukaribia. And he approached you. Sheri nimekuletea zawadi. My beloved one, unajua mimi nakupendaka sana. No, I love you so much. Na ndio maana nimekuletea hii zawadi. There is another gift about to you the gift. Ndio, asema iko wapi? Where is the gift? Njoo hii. Here it is. Imepambwa vizuri. Very nice. Na alafu anakupatia pale. And he gives you the gift. Alafu na wewe ulipoiona, when you see the gift. Yeah. Na njoo gift. Which kind of gift? Mimi nilikuomba vya hivi mimi. Did I ask you to tosha vitu yako pale? Mimi sihangaiki na ile. I don't care about it. Mama, niliwaza niko na kufanyizia vya mzuri. Mama, I thought that I'm doing some good things to you to please. Wengine wako naletewa za gold, wako naniletea ya makuivre hivi. Other people they bring gold stuff to them. Wengine wako naletewa mapesa mamilioni, wako naniletea kitu ka $50 hivi. Other people are giving the thousands of dollars, you are bringing some fish. Uliwaza siwezi kujipatia ya hivi? And you thought that I can't get it. Na ule mtu anaanza jikuna kukitu. Like he start to touch his head. Nasema basi mama. Mama. Pole basi sikukuwa nimejua sana. I'm very sorry I didn't know. Ni vile tunafanyiaka Mungu wetu. That's what we do to our God. Mungu anakufanya uwe muimbaji. God has called you to be a singer. Lakini hautataka kuimba wewe. You don't want even to sing. Sababu kuimba ni ya wale watoto. It belongs to the little ones. Mimi nataka na mimi nikuwake tu kuhubiri. I want to be a preacher. Lakini na ukihubiri kama hauko mhubiri hautalipwa. Even if you preach and you are not called to be a preacher, you will not get any reward. Je, unajua kama Mungu analipa mtu kulingana na yenye alikupatia? Do you know that God pays somebody the reward according to the gift he has called you to minister? Biblia inasema hivi. The Bible says ya kwamba kazi zetu zitapimwa. All our works will be tested. Na kila mmoja ataleta ripoti mbele za Mungu. And everyone will give to God the report. Ya kwamba tutaleta hesabu ya kazi tulizozifanya. We shall give the accounting of our whole life in your life. Lakini hesabu ambayo Mungu anataka tumuletee ni hii. But the report God is waiting for. Nilikupatia hii karama ya huduma. I gave you this gift. Sasa uniletee ripoti. Now I'm calling to you to give me back. Na tunakuja mbele za Mungu tunamwambia hivi. And we approach God, we tell him. Bwana nilihubiria watu 500. I preached to 500 people. Anasema alafu? And then ulifanya nini? What did you do? Bwana nilipanda milima na mabonde. And I climbed mountains and valleys. Sawa tu haijakuwa vibaya. It's good. Kisha na ukafanya nini? And after? Nilikemea na mapepo kule. And I chased bad spirits. Okay, haijakuwa vibaya. Not bad. Na ukafanya nini? And then? Nikafanya na miujiza nikatachi watu wakaanguka chini. And I put miracles, I touched people they fall down. Asante sijakataa. It's not bad. Na alafu baadaye anakuambia hivi. After? Ondokeni kwangu, sikukujua. Get away from me, I didn't know you. Sijui kama unanielewa pale. I don't know if you can try to catch me. Utakuwa namna gani ile wakati? How will you feel? Yeye alitaka kuona umwambie hivi. He's waiting so that you can tell him. Bwana ulinifanyaka nikuwe na hudumia watu. You made me somebody to save people. Niliendaka kwa hospitali mara 3. I went 3 times at the hospital. Nikaenda kuangalia walio wagonjwa manyumbani nikawafanyizia kazi. And I visit somebody sitting in their house and I helped them. Na baadaye nikatoka kule nyumbani nikaenda kutembelea wengine wajane na mayatima. And I went to visit some widows and orphans. Nikafanya upendo kwa watu ambao walihitaji hiki na kile. And I helped the people who were in need. Na Yesu anasema hivi. And yes, and Jesus will say, ile ndio nilikupatiaka. This is what I gave to you. Sababu umekuwa mwaminifu kwa hii moja. As you have been faithful. Nitakuweka kwa majalio mengi. I'll give you many. Sababu aliyekuwa mwaminifu kwa moja. Because the one who is faithful. Na ni yule atakuwa mwaminifu pia kwa mengi. He'll be faithful to many. Wewe hata ile moja umepewa haujaitumikia. You are not even able to be faithful to the only one you got. Mungu amekupatia karama moja. God gave you one. Haujakuwa mwaminifu kwa hiyo. hiyo. You are not faithful. Lakini unapiganiaka upate ya zaidi. You are fighting so that you can get many. Je, utakuwa mwaminifu unapokuwa katika hizo nyingi? Are you sure you will be faithful to the men you are looking for? Haitawezekana. It will not work. Bwana tuhurumie sana. God forgive us. Karama yako inaweza kuokoa nyumba yako. Your gift can save your whole house. Amen. Karama yako inaweza kuokoa nchi yenu. Your gift can save the whole country. Karama yako inaweza kuokoa kanisa lako. Your gift can save the church. Karama yako pia inaweza kuokoa taifa lako. Your gift can save your nation. Ninaangalia mfano ya mtumishi wa Mungu Nuhu. I can try to check the example of the servant of God. Ulimwengu wote ukaasi Mungu. The whole world missed the best God. Na wakati ulimwengu wote umekataa Mungu. And when they refused the Lord. Mungu akaangalia mtumishi mmoja alikuwa mwaminifu, alikuwa ni
ni nani? Nuhu. And God discovered one person who was faithful was Noah. Neema ya Mungu ikawa juu yake. And God's grace manifested with him. Na Mungu akanena na Nuhu. And God speaks to nataka kuharibu dunia. I want to destroy the world. Sababu mimi sitashindana na mwanadamu. Because I don't have time to discuss with human beings. Na wakati Mungu alipopatia huyu mtumishi karama yake. And when God gave to this man his gift. Ndio neema ile ninazungumzia pale. I'm talking about the grace. Neema ya Mungu ilipokuwa juu ya Nuhu. When God's grace was manifested in Noah's life. Biblia inasema hivi. The Bible says. Mvua ilianza kunyesha. It started raining. Na Mungu akamwambia hivi. And God told him. Nuhu, toka wewe na jamaa lako. Hallelujah. Now leave you and your family. Nuhu hakuambiwa ya kwamba atoke mwenyewe. He did not didn't say that no, you have to leave yourself. Lakini aliambiwa yeye na nyumba yake watoke. He had to live with his whole house. Na walipotoka na nyumba yake na familia. And when he left with his house. Wakaenda katika safina. And they had themselves in the boat. Wengine wote wakafanya nini? Wakaangamia. And the whole world died. Karama yako inaweza kuokoa nyumba yako. Your gift can save your family. Umepewa karama kusudi nyumba yako ibarikiwe. You got the gift so that your house can be blessed. Umepewa karama kusudi nyumba yako iweze kutoka katika mitego ya shetani. You got the gift so that your house can be set free from the... Umepewa karama kusudi nyumba yako ifunguliwe. So that your house can be set free. Ikiwa utasimama mwaminifu na ile karama. If you can be faithful in the gift. Sababu huko mhudumu. As you are ministering. Mungu anakupatia neema na kibali. God gives you the favor and the grace. Na ile neema aliyokupatia. And the grace that he gives you. Hiyo itaweza kuokoa familia yako nzima. The same grace can save your whole family. Ninakumbuka mtumishi wa Mungu Yusufu. I remember the man of God Joseph. Wakati dunia yote ilikuwa katika Israeli wameasi. When Israel missed God. Wametoka katika ile nchi, wameingia, njaa imeingia katika Misri na Kanaani. And the whole country of Canaan was hungry. Na wakati Kanaani na Misri wamekuwa kwenye njaa. And when they was hungry. Yusufu amepata kibali katika nyumba ya Farao. And he was in the house of Pharaoh. Na alipokuwa katika ile kibali. And when he was in the faith. Biblia inasema hivi. The Bible says. Familia lake na taifa lao. His family and his nation. Walikuwa ni watu ambao wamemtegemea sasa yeye. They was now relying on him. Sababu alikuwa amepewa kipawa cha kuokoa nchi ya Misri kwenye njaa. Because he got the favor to take out the country of Egypt from hunger. Ninakumbuka wakati moja huyu mtumishi aliletewa ndoto ambazo watu wamekuwa wameota. I remember the time that he was supposed to interpret the dreams of some people. Na wakamujia wakaanza kumuuliza maana ya hizi ndoto inamaanisha nini? And they approached him, they asked him what can be the meaning of these dreams. Ya kwamba masuke 7 ambayo yalikuwa yamegonda yamemeza masuke ambayo yalikuwa manono. He saw that 7 cows were very thin and they ate the big ones. Na akaulizwa sasa maana ya ile ndio kusema nini? And he was supposed to give the meaning. Akawaambia ni kwamba kuna miaka 7 ya njaa yenye itakuja. And he said that there are 7 years of hunger they are coming. Na kwa ajili ya kuweza kuepuka ile, and to avoid this situation, tuanze kuweka chakula kwenye ghala. We can start by saving food in the stores. Sababu wakati utaweka chakula pale, ile chakula ndio itakava ile miaka ya njaa ambayo itakuja. And the food will put in the store what they recover the 7 years of hunger. Angalia kipawa cha mtu mmoja. If you can check on the gift of one person. Karama ya ule imeokoa taifa yote mzima. The gift of that person saved the whole country. Imeokoa nchi yote mzima. It saved the whole country. Na hiyo njaa haikuishia pale. And the hunger alafu taifa lao pia likabaki kwenye njaa wakati mwingine. His nation was in hunger too. Na alafu wakamujia huko kwenye yeye yuko. And they approached him when he was leaving. Na walipofika huko kwenye yuko, when they reached there, akawafungia chakula na chakula waende wakule katika nchi yao. He packed stuff for them so that they can eat in their country. Sababu alikuwa na neema ya karama ya Mungu. Because he had the favor of having God's gift in his life. Ninakumbuka mtumishi wa Mungu Musa. I remember the man of God